Kwanza ni shukrani kwa vile nimepata nafasi hii. Niseme Elohim ni mwema, amenilinda na nikari na muomba awe akinilinda wakati wote. Kuna jambo kidogo na ni kubwa nataka kuliongea. Nasema nitaliongea kwa hizo dakika 20 na lina maana yake. Tunajua ya kwamba tangu kale Elohim alikuwa na kitu tunaweza kusema ni maagizo au mashauri, na alikuwa akishauri mwanadamu vile atakaa, vile atavaa, vile kile atakula, hata vile anastahili kuwa na maongeo yanayofaa. Na ninataka tuongee kuhusu jambo moja, sababu mambo ni mengi. Nataka kuongea kuhusu damu. Haleluya. Amen. Wewe ukikatwa pahali utoa damu, na mnyama akikatwa utoa damu. Na nataka tuone vile Elohim ameongea kuhusu damu, ikiwa ya mnyama ni ya mnyama na ikiwa ni ya mwanadamu. Kwa hivyo tutasoma maandiko kadhaa na nataka uone vile Elohim alikuwa akitaka kusema kuhusu damu ya wanyama, damu ya wanadamu. Na tukijua kuna damu iliyopita damu zote, iliyo safi na iliyoonekana inastahili kuokoa ulimwengu, nayo ni damu ya Masihi. Kwanza wacha tuongee kuhusu damu ya mnyama. Katika Alawi 17 mstari wa 24 somewe. Alawi 17. Okay, anzia 11. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami Hiyo ni verse mstari mmoja. Enda hapo juu 10. Kisha mtu awaye yote wa nyumba ya Israeli au miongoni mwa hao wageni wakao kati yao atakayekula damu ya aina yoyote, nitakunja uso wangu juu ya mtu huyo alaye damu. Kwanza simamia hapo. Hapo amesema ya kwamba mtu yoyote awe Mwisraeli au atakuwa miongoni mwa Waisraeli, sasa atakuwa mgeni kwa wao. Biblia inasema ya kwamba asije akala damu ya aina yoyote. Ikiwa ni damu ya mnyama asikule, ikiwa ni damu ya ndege asikule, ikiwa ni damu hata ya mwanadamu asikule, ya aina yoyote. Na mtu akila, Elohim anasema nitakuja uso wangu juu ya mtu huo. Kwa hivyo Elohim hatafurahia kwa yeyote atakayekula damu. Sasa nataka ujue ya kwamba awe Mwisraeli awe mgeni. Hebu teremka 11. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yenu. Kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Sikufikisha hapo. Sababu ya kukatazwa kula damu, kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu, ukatika hiyo damu. Nami nimewapa ninyi mkiwa wana wa Israeli hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho
kwa ajili ya nafsi zenu. Kwa hivyo damu ilikuwa na maana yake. Jambo la kwanza tumesikia ya kwamba ilikuwa itumike juu ya madhabahu, na wakati inatumika juu ya madhabahu, kazi yake itakuwa ni upatanisho. Kwa hivyo wale priest walikuwa wanatumia ile damu ya wanyama wale waliokuwa wanyama watakatifu kwa kusudi la kupatia wana wa Israeli patanisho kati yao na Elohim. Na kwa hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Kwa hivyo kile kinatufanya tukatazwe kula damu, jambo la kwanza, damu huwa na uhai. Kwa hivyo Elohim atakuja uso kwa yeyote atakayekula damu, na kazi yake damu ni itumike kwa madhabahu ili kuleta upatanisho kati ya wanadamu na Elohim. 12. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, hapana mtu miongoni mwenu aliye na ruhusa kula damu, wala mgeni aketie kati yenu asile damu. 13. Mtu yeyote aliye wana wa Israeli au hao wageni wakao kati yenu, ambaye amemshika mnyama au ndege ambaye huliwa katika kuinda kwake, atamwaga damu yake na kuifunika mchanga. Fikisha hapo. Ikiwa utakuwa umeshika mnyama kama swala, mnyama yoyote msafi, na umuchinje, au ndege yoyote msafi wa kuliwa na umuchinje, tumeagizwa utamwaga damu yake. Hautatumia hiyo damu kama chakula. Na tukaambiwa ya kwamba jambo lingine ni kwamba itakuwa ni vizuri kuifunika hiyo damu yake na mchanga. Utamwaga damu yake na kuifunika mchanga, kwa maana kuliko huo uhai wa mnyama, hiyo damu yake ni moja na uhai wake. Tunaambiwa ya kwamba wakati unafunika hiyo damu ni kama umefunika uhai wake. Hivyo tunafundishwa kwamba uhai wa kila kiumbe huwa kwa damu, na ujue uhai ni wa Baba yetu. Hakuna mtu anastahili kutoa mtu uhai isipokuwa Baba yetu. Teremka 14. Kwa maana kuliko huu uhai wa mnyama, hiyo damu yake ni moja na uhai wake. Kwa hiyo naliwaambia wana wa Israeli, msile damu ya mnyama wa aina yoyote, kwa kuwa uhai wa wanyama wote ni katika hiyo damu yake. Atakayeila awaye yote atakataliwa mbali. Tutafikisha hapo. Hiyo mambo ya kukataliwa mbali ni kutenganishwa na kusanyiko lake Elohim wakati ule, na wakati wa sasa ni kutenganishwa na uzima wa milele. Dhambi zaweza zikawa nyingi mwanadamu hufanya, na aseme ya kwamba ameokoka, kama vile nasema nimeokoka na vile wewe unaokoka. Lakini wewe ukiwa unatumia chakula chako, unatumia damu kama chakula chako. Kuna wale wanakula mitura, na kuna damu inakuwa ndani ya mitura. Kuna wale waweza wakakula damu wakichanganya na maziwa, kama wenzetu wa Maasai kuchanganya damu na maziwa, na wanasemaga ni nzuri sana. Ukila damu kwa njia yoyote umefarakana na Elohim, na haitakuwa vizuri, sababu anasema damu ndio yenye uhai, na wakati imemwagwa inastahili kufunikwa. Kwa hivyo hata nasi tujitunze kufunika damu ya wanyama wale tunachinja huko nyumbani. Unamwaga damu, unamchinja, unamwaga damu yake, unaifunika, usiache ikiwa uchi. Wacha
tuingie katika Genesis 9 tuone vile Nuhu alikaa na vile aliagizwa na vile walisemeshana na Bwana. Katika Mwanzo 9, hebu tusome verse 3 tukiteremka, tuone vile Nuhu walisemeshana na Bwana au aliambiwa na Bwana. Mwanzo 9 mstari wa 3 tukiteremka, Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapeni hivi vyote. Bali nyama pamoja na uhai, yani damu yake, msile. Simama hapo. Hapo verse 3 tumeambiwa ya kwamba kile kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Sasa kuna buibui na kuna gamia na kuna busi na kuna ng'ombe. Kuna nguruwe na kuna gamia. Biblia imesema kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika nawapa hivi vyote. Mboga za majani si ni green vegetables. Ujue chochote cha green. Lakini wacha nisimamie hapo. Kwaweza kukawa na mboga, kwaweza kukawa na sukuma, kwaweza kukawa na carrot, kwaweza kukawa na hata magurukia. Mnajua magurukia? Ninataja zote. Hata mmea huo unaitwa bangi. Hata mimea mingine tulikuwa tunakula huko kichakani wakati tulikuwa tunalisha malisho. Tulikuwa tunayaita matidiari hivi. Kulingana na vile Biblia imenena hapa, ni lazima tuelewe ya kwamba Elohim anamuongelesha Nuhu na anajua Nuhu sio mgeni na kile kinastahili kuliwa na mwanadamu. Nuhu walikuwa pamoja na Elohim na Nuhu alikuwa akiagizwa vile atafanya na Elohim. Kwa hivyo, ikiwa ni kuhusu wanyama wale watakuliwa, Nuhu alikuwa na wajua. Na ujue Nuhu alikuwa na wajua. Nuhu ndiye aliambiwa ya kwamba wanyama walio najisi ataingiza wangapi? 12. Wanyama walio najisi ataingiza wawili. Wanyama waliokuwa safi ataingiza wangapi? Wanyama walio safi walikuwa waingie 7. Walio najisi walikuwa waingie wapi? Wanyama walio najisi wanajulikana kwa njia gani? Kanisa nitajibiwa na kanisa. Mwagi walio najisi kwanza walikuwa wamedua watu zao. Wanyama najisi ni wale hawajeui. Sorry. Don't worry. Wanyama najisi ni wale hawajeui. Matisho kegeida kumia. Wanyama najisi ni wale kwato zao hasija wachana. Haleluya. For example, punda kwato zake hasija achana. Lakini ng'ombe kwato zake zimea. Gamia kwato zake zimeachana au hazijaachana? Ati? Haya, nina majibu mawili. Ati gamia hana kwato. Kwato ni hooves. Hana anakuwa kana Miguu yake inakaa kama ya paka. Alitogether. Gamia kwa na kitu. Paka.
miguu yake ati inakaa kama ya paka. Nilikuwa sijui mimi nauliza nini, sababu Biblia inasema ya kwamba kwato za ngamia hazija. Hebu tuende kidogo katika Leviticus 11. Kwato ni hooves. Na hiyo ingine ya paka ni paw au ni ya chui ni inaitwa ya mbwa inaitwa. Haya, wacha tuende katika Leviticus 11. Haya, inaonekana hata lugha kwa wakati mwingine inakuwa gumu. Katika Leviticus 11 tuko hapo. Hebu soma Leviticus ya hii. Haya. Tusome hebu 11 verse. Hebu tuanzie. Umetupatia ngapi? Verse 1. Kuteremka. Hebu soma. Bwana akanena na Musa na Haruni na kuwaambia, neni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala. Sasa sikiza, wanyama walio uhai watakae wala. Sasa nataka kusema hivi, na ikiwa hako uhai tutamura? Hatutamura. Huwezi, hustahili kula busi amekufa, ng'ombe amekufa, hustahili hata kula mnyama yoyote amekufa. Sawa? Tuendelee. Katika hayawani wote walio juu ya nchi, kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakaowala. Haleluya! Yule tutakayemla ni yule mwenye kucheua, ni yule kwato zake zimekatwa mara mbili. Haleluya! Sasa ikiwa ni ngamia, kuna vile amekaa. Hebu tuteremke. Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua. Hawa wanacheua lakini hatutawala. Ni nani? Na katika wale walio na kwato, ngamia, kwa sababu yuacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Tutasimamia hapo. Ngamia ana kwato lakini hazija hande. Ngamia hana kwato lakini anacheua. Ngamia hana kwato lakini anacheu. Ameanguka kwa sababu gani? Sababu ana kwato zile. Okay. Kwato zake, okay, hana kwato in short. Wacha tufikishe hapo. Mimi okay. Hebu rudia. Pamoja na haya, wanyama hawa hamtamula katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato. Ngamia kwa sababu kucheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Ngamia hana kwato na ndiposa